Karibu katika jeshi la kimataifa la kibinadamu IHA. Dhamira yetu ni kutetea na kurejesha utu, uhuru na haki ya binadamu duniani kote kwa kupinga ukandamizaji, unyonyaji na utumwa kupitia hatua za kisheria zisizo na vurugu za kibinadamu na uwezeshaji wa jamii. Sisi ni nani? Sisi ni kila mtu. Jumuiya nzima ya kimataifa. Sisi ni ubinadamu mmoja tukisimama pamoja kwa ajili ya amani na uhuru kupitia jeshi la kimataifa la misaada ya kibinadamu IHA, mpango wa kimataifa usiojulikana uliozaliwa ndani ya roho ya uhuru. Uunganishwa kwa imani moja kwamba kila mtu ana haki ya kuishi bila ukandamizaji na unyonyaji, tunapanga kusaidia, kuelimisha na kulinda. Nguvu zetu ni za pamoja, mtandao wa ulimwenguni pote wa watu wa kujitolea wanaoshiriki ujuzi, rasilimali na ujasiri wa kutetea uhuru wa binadamu kwa njia ya amani, hatua za kisheria. Tunachofanya wanachama wa IHA hufanya kazi kwa toa misaada ya kibinadamu na usaidizi wa kwanza wajibu kwa jumuiya za waandamanaji zilizo katika shida. Jenga udhabiti wa ndani kupitia mafunzo, elimu na ushiriki wa kiraia usio na vurugu. Tetea haki za kidijitali, faragha na ufikiaji wa taarifa sahihi, kisheria na kimaadili. Toa usaidizi wa vifaa na usimamizi na uratibu kwa kampeni za msingi. Kuleta vizazi pamoja ili kuhamasisha na kufahamisha mabadiliko ya kijamii yenye kujenga. Vitengo vyetu 10 mahali unapofaa. Tunaalika kila mtu kuchangia pale ambapo ujuzi na shauku zao ni muhimu zaidi. Hivi ni vitengo vyetu na aina za shughuli ambazo kila moja inazingatia. 1. Kitengo cha usimamizi na usafirishaji. Kuratibu rasilimali, kudhibiti mawasiliano, kupanga juhudi za usaidizi, kupanga usambazaji salama wa misaada na kuhakikisha wanaojitolea wanasaidiwa na kuwajibika. Nyuma ya kila misheni kuna timu iliyopangwa. Tusaidie kuratibu rasilimali, kudhibiti uratibu na kuhakikisha kila operesheni inaendeshwa kwa urahisi. Ujuzi wako katika kupanga na kupanga hufanya ulimwengu wa tofauti. 2. Intel A Cyber. Tetea faragha na usalama wa kidijitali, toa na ushiriki maelezo ya kuaminika, ukabiliane na upotoshaji kupitia elimu na kuangalia ukweli, na ufundishe mbinu salama za kisheria mtandaoni. Tetea uhuru mtandaoni. Saidia kulinda faragha, kupinga taarifa potofu na kushiriki maelezo ya kuaminika. Katika ulimwengu ambamo data ni nguvu, tuko hapa ili kuiweka uaminifu, maadili, usalama na haki. 3. Huduma ya kwanza na kitengo cha majibu ya matibabu. Toa huduma ya kwanza ya dharura, elimu ya afya ya jamii, usaidizi wa afya ya akili na utunzaji wa dharura usio wa kiafya. Wafunze wafanyakazi wa kujitolea wenyeji katika ujuzi wa kimsingi wa kuokoa maisha. Wakati wa shida, ujuzi wako unaweza kuokoa maisha. Jiunge nasi ili kutoa usaidizi wa dharura wa matibabu na afya ya akili kwa jamii zinazohitaji. Tupone pamoja. 4. Kitengo cha uajiri na mafunzo. Waajiri kimaadili wanaojitolea kwenye bodi hutoa upinzani usio na vurugu na mafunzo ya kupanda na kuunda mipango ya ushauri ambayo inasisitiza usalama, uhalali na uwajibikaji. Moyo wa harakati zetu, kukuza safu zetu na watu waliojitolea. Tusaidie ndani, treni na kuandaa watu kwa ajili ya hatua. Kila mwanachama mpya huimarisha sababu. 5. Gen Alpha Unit. Zingatia mazingira salama ya kujifunzia kwa kizazi cha vijana zaidi, maudhui ya elimu, rasilimali za wazazi na usalama wa kidijitali unaozingatia mtoto. Wakati ujao unaanza sasa. Saidia kuunda nafasi salama zinazojumuisha za kujifunza na rasilimali kwa kizazi cha kisasa zaidi. Kwa pamoja tunaweza kulinda haki zao na kukuza uwezo wao. 6. Gen Z Unit. Kupitia utetezi wa ubunifu, kampeni za kusoma na kuandika dijitali na elimu ya uraia inayolenga uharakati halali. Wenyeji wa kidijitali, wabadilishaji mabadiliko ya kijamii. Jiunge nasi ili kushirikisha kizazi chako katika uharakati, pigania uhuru na kutetea haki za binadamu mtandaoni na nje ya mtandao. Ulimwengu unatazama, wacha tuihesabu. 7. Millennial Unit. Drive mipango ya biashara ya kijamii na kuratibu timu za kujitolea kwa ajili ya kukabiliana na maafa na misaada ya ndani. Tulikuwa na ulimwengu katika mwendo. Tusaidie kuelekeza ujuzi wako katika teknolojia, athari za kijamii na ujenzi wa jamii kuwa hatua chanya. Hebu tuunde ulimwengu ambapo kila mtu anaweza kustawi. 8. Gen Z.
Tumia uzoefu wa kina ili kushauri, kupanga udhabiti wa ujirani na kuunganisha maarifa ya kitaasisi kwa zana za kisasa. Pamoja na uzoefu huja hekima. Kushauri, kupanga na kuendesha mabadiliko ya ndani. Unajua jinsi ya kufanya mambo na sasa ni wakati wa kuweka utaalamu huo katika vitendo kwa wanadamu. 9. Boma Jen. Toa hekima, ufahamu wa kitaasisi na mitandao ya kusaidia utetezi, kuchangisha fedha kwa ajili ya miradi ya kibinadamu na uongozi wa jamii. Kizazi cha ujasiri, nguvu na uongozi. Mwongozo wako na hekima ni muhimu sana katika kuunda siku zijazo ambazo ni za haki na za haki kwa wote. Ongoza njia katika ushauri na ujenzi wa jamii. 10. Silent Gen Unit. Hifadhi historia simulizi, toa mwongozo na usaidie kukuza udhabiti kati ya vizazi na mwendelezo wa maadili na ujuzi wa vitendo. Wafuatiliaji ambao wameona yote. Shiriki hekima yako, uhifadhi historia na utusaidie kukuza miunganisho ya kina ya vizazi. Jukumu lako ni muhimu katika safari ya ulimwengu wenye amani na haki. Huu ni mwaliko wetu kwako kujiunga na jeshi la kimataifa la kibinadamu na kushiriki katika Global Uprising alama ya reli GUP. Alama ya reli GUP ni upinzani wa kimataifa wa watu kuchagua mshikamano badala ya ukimya. Tunakualika ujiunge na jeshi la kimataifa la misaada ya kibinadamu, sio kupigana kwa silaha au mbinu zisizo halali, lakini kutetea ubinadamu kwa huduma, ujuzi na mshikamano. Tafuta mahali pako huchangia. Iwe wewe ni daktari, mtoa koda ambaye anauni elimu ya faragha, mratibu, mpishi, msimamizi, mwalimu au kijana mwenye mawazo, kuna kitengo ambapo vipaji vyako hutuimarisha sote. Jinsi ya kujiandikisha kwa amani na halali. Chagua kitengo ambapo ungependa kusaidia. Toa ujuzi unaoweza kushiriki. Kujitolea kwa kanuni zisizo na vurugu, za kibinadamu na heshima kwa maisha. Kuwasiliana na kubadilishana maarifa na taarifa. Kutana na uwasiliane na sisi sote katika chaneli zetu salama za mazungumzo ya upeanaji mtandao kwenye chumba chetu cha kudhibiti uendeshaji kisichojulikana. Njoo kwa war.anonops.com na ufuate maagizo ya usalama ili kuingia kwenye ops room yetu. Ukiingia, tafadhali jiunge na chaneli zetu zozote za alama ya reli IHA. Kuna unit kwa ajili yako ambapo wapigania uhuru wenzako wanakusubiri kukutana nawe. Shiriki mwaliko huu na jumuiya yako ili kujenga mitandao ya misaada, vikundi vya usaidizi wa pande zote na timu za utetezi wa kisheria. Ripoti kwa shughuli, vitendo na kampeni za kitengo chako na shiriki. Katika kufunga, ikiwa unaamini kuwa uhuru ni haki, si upendeleo, jiunge nasi. Ulimwengu hubadilika watu wanapokutana pamoja ili kusaidiana, kuvuka mipaka, vizazi na tofauti. Simama na IHA, tumikia, linda, fundisha, ponya na utetee utu wa binadamu kwa amani, fahari na halali. Alama ya reli, sisi sote alama ya reli GUP. Ninavaa kinyago hiki sio kujificha, lakini kufichua, ili kuondoa kelele, hali, utambulisho, upendeleo. Kwa hivyo kilichobaki ni ujumbe tu. Kwa sababu wakati hakuna uso wa kushambulia, unalazimika kukabiliana na mawazo. Asiyejulikana si kikundi, sio wadukuzi pekee, sio kabila la kisiasa. Ni wazo. Kukataa kutii kwa upofu, kujifanya haoni. Wewe ni anonymous unapoacha kutoa mawazo yako nje. Unapohoji nguvu, bila kujali ni upande gani unashikilia. Unapoelewa kuwa hakika ni rahisi kwa wasio na habari. Lakini hekima huanza na shaka. Wenye akili kweli hawadai majibu yote. Wanabaki wazi. Wao kufuka. Waliofunzwa. Wao mara mbili chini. Hata pale ukweli unapobadilika. Hiyo sio nguvu. Hiyo ni ego. Tunapopita robo milioni nguvu. Hivi ndivyo nauliza. Kaa na mashaka. Kaa macho. Kaa binadamu. Uwe mpole. Kuwa na heshima. Na kama ukweli mpya. Pingana na imani yako. Badili imani yako. Huo sio udhaifu. Hiyo ni hekima. Kwa hivyo, anonymous halisi ni nani? Yule anayeendelea kuuliza maswali. Rafiki zangu. Sisi sote. Asiyejulikana. Anonymous ni decentralized, leaderless movement. Huwezi kujiunga na mtu asiyejulikana, lakini unaweza kuwa usijulikane, na kwa usalama wako unapaswa.
Kuwa anonymous ni sawa na kujitayarisha katika maandalizi ya kile kitakachokuja. Hasa ni chaguo lako la kusimamia ubinadamu na kusema ukweli kwa nguvu. Ili kujifunza kuhusu asiyejulikana, tafadhali tumia kitabu chetu cha Uhite Handbook kiitwacho Anonymous, wazo lisilozuilika, ambalo linapatikana bila malipo katika maktaba ya kwenye ts://z-library.sk. Pakua toleo la hivi punde ambalo ni 6. Pia pakua kitabu chetu kisichojulikana cha mwongozo wa kuishi kwa wananchi katika mapinduzi. Kisha ili kuungana na sisi wengine anons wengine kwenye Facebook, unahitaji kuzunguka kwenye Facebook's udhibiti na kivuli. Kwa hivyo pakua saraka yetu ya Facebook isiyojulikana iitwayo Anondir. Viungo vya all vilivyomo vitakupeleka moja kwa moja hadi kwa kikundi kisichojulikana ambacho ungependa kuungana nacho. Hata hivyo, tafadhali usijadili taarifa zozote nyeti na mtu yeyote Facebook moja au majukwaa ya mfumo wa mitandao ya kijamii. Daima fahamu kuwa NSA inarekodi mazungumzo yako yote. Pia jiunge nasi kwenye Discord. Hapa kuna kiungo chetu cha all //.discord kufieka arneke 6 kuzungumza na kila mmoja bila kujulikana. Tunatumia gumzo nzuri ya zamani ya relay ya mtandao au IRT. Kwa mazungumzo ya faragha, ya siri na yasiyotambulisha majina yako na anons, tafadhali njoo kwenye chumba chetu cha udhibiti wa uendeshaji Anonops. Njoo kwa wo.anonops.com kisha ufuate itifaki za usalama. Kisha pakua HealthChat na uunganishe na Anonops ukitumia HealthChat. Maagizo na maelezo yapo kwenye tovuti ya Anonops na katika kitabu chetu cha Uhite Handbook. Kwa usalama wa ziada, tumia mtandao binafsi wa kipekee VPN. Unaweza kupata huduma ya VPN ya bure kwenye proton.me. Proton inajikita katika faragha ya mtandao, na hapa unaweza pia kupata zana nyingine za bure muhimu kama anwani za barua pepe zisizojulikana ambazo zinafaa kwa majina bandia na kampeni za kutokujulikana. Kwa kila anwani ya barua pepe pia unapata pochi ya Bitcoin ya bure na isiyojulikana inayokuwezesha kuhamisha pesa bila kuonekana. Proton pia ina AI kamili ya faragha inayoitwa Lumo ambayo inahifadhi mazungumzo yako yote kuwa ya faragha kabisa na salama, kinyume na injini zingine za AI zinazoshiriki data zako na kuzitumia kufundisha mifano yao. Ikiwa ungependa kujifunza zaidi kuhusu usalama wa mtandao na uingiliaji wa ubepari wa ufuatiliaji, tazama video zao kwenye kituo chao cha YouTube, Proton Privacy. Kumbuka, usijulikane. Kamwe usifichue maelezo yoyote ya kibinafsi au kuacha alama ya kielektroniki nyuma. Funika nyimbo zako. Tumia simu za kuchoma moto na vitambulisho bandia, na ikiwa unaweza kumudu, pia tumia kompyuta ambayo imetenganishwa kabisa na utambulisho wako wa maisha halisi. Hakikisha kuwa haina taarifa za kibinafsi zilizohifadhiwa popote pale. Katika uchumi wetu wa dunia wa ufuatiliaji ubepari, wewe ndiye bidhaa. Jua thamani yako. Ili kuwa salama zaidi, pia kumbuka kuondoa metadata zote za kibinafsi kutoka kwa picha na hati unazochapisha mtandaoni. Ili kufanya hivyo, tumia zana inayoitwa Metadata Cleaner. Unaweza kuipata kwenye ts://online-metadata.com. Kwa sababu ya udhibiti, tunahamisha chaneli zetu za video na mazungumzo hadharani hadi kwenye mifumo inayotumia usemi bila malipo. Ili kujua zaidi kuhusu asiyejulikana, bado kuna vituo visivyojulikana kwenye YouTube. Hata hivyo, maudhui hayo yamedhibitiwa kwa kiasi kikubwa. Anons wengi wako kwenye BitChute, lakini BitChute alikubali mfumo na kuzima Uingereza yote. Kwa hivyo sasa tunahamia kwa freshpeketube.net. Kwa taarifa za video kutuhusu, tafadhali nenda kwenye neti ya /nundu ya tube ya usemi bila malipo kwenye wavu wa kufyeka wa Koloniat. Ili kufanya hivyo, unaweza kutaka kutumia kivinjari kisicho cha Google, kwa sababu njia pekee wanayoweza kukudhibiti hapa ni kukuzuia kuingia kwenye tovuti ambayo hujaribu kufanya. Tafadhali tazama vituo vifuatavyo na mandhari zao. Kwa habari kuhusu maandamano ya sasa ya uasi ulimwenguni, tafadhali nenda kwenye kituo chetu cha AnonOp #d-up. Tumia kiungo cha kimataifa maasi katika fstube.net. Tuonyeshe hadithi yako yote. Shiriki nasi kinachoendelea katika ulimwengu wako. Iwapo una picha za group kutoka popote duniani na ungependa kuifanya ipatikane hadharani ili kuonyesha alama ya reli sisi sote kinachoendelea katika eneo lako, tafadhali tutumie barua pepe kwa viungo vya all vya video zako kwenda kimataifa.
ya kibinadamu jeshi katika Proton.me ili tuweze kuchapisha maelezo yako katika mojawapo ya chaneli zetu ili kushiriki na wengine alama ya reli sisi sote. Kwa taarifa kuhusu shughuli za jeshi la kimataifa la kibinadamu IHA, tafadhali tazama chaneli yetu ya Free Speech Tube, jeshi la kimataifa la kibinadamu kwa kutumia kiungo cha All IHA katika fstube.net. Kwa habari kuhusu mipango ya amani ya ulimwengu na ustawi wa siku zijazo, tafadhali nenda kwenye kituo chetu cha Tube ya maongezi ya Anonops ukitumia All Link 4 World Pairs katika fstube.net. Pamoja sisi ni mmoja. Umoja ni nguvu yetu. Sikia na mwangwi kilio chetu, Libertas Populi. Fikiria ni nini watu bilioni 8 wangeweza kufanikisha kama tungefanya kazi pamoja kushinda majitu yanayojaribu kutuangamiza.